mpaka kesho bila kama hii bado nitakwambia tunaelekeza nguvu zetu kwenye mechi. Matarajio ya mkutano wa leo, matarajio yake ni yapi? Tofauti na mikutano yote iliyowahi kupita, kwa sababu Simba ni mkutano wa kawaida wa mwaka, yes, ambao umefuata taratibu zote na ajenda zote ainishwa, zimejadiliwa na mkutano umemalizika salama, na namshukuru Mwenyezi Mungu, na sasa maisha mengine ya Simba yanaendelea. Wapo ambao wanaonyesha kwamba hawajaridhika, kiamini kwamba hawajapewa nafasi ya kupitisha yale ambayo yamefikishwa leo. Nini cha kuambia? Mimi cha kuambia kwa sasa, tuwekeze nguvu timu yetu ipate ushindi leo dhidi ya Stade Malien. Mechi ngumu kweli. Ya mechi ngumu sana. Stade Malien nyumbani kwao ni mpinzani mgumu, hata nje nyumbani kwao anabaki kuwa ni mpinzani. Kwa hiyo anapokuwa nyumbani kwao anakuwa ni mgumu zaidi. Kwa hiyo jioni ya leo kusema kweli tuna kipengele kigumu kweli, lakini lazima tupambane tukivuke. Tunashukuru matokeo ya jana ya Esperance na Petro, sare ya bao moja imekuwa na faida sana kwetu. Inatuongezea chachu na sisi ya kupambana zaidi na kwenda kupata kitu katika mchezo wa leo. Kwa hiyo ndio maana naona akili zetu, fikra zetu tumezielekeza katika mchezo huu, kwa sababu tunaamini tukipata ushindi katika mchezo huu tunatoka nafasi ya 4 na kusogea mpaka nafasi ya pili. Kwa hiyo unaweza kaona jioni ya leo tunakwenda kutafuta kitu bora kweli ambacho ni kuipeleka Simba katika nafasi ya 4 ya kundi, nafasi ya pili ya kundi letu. Kwa hiyo ni hatua muhimu, na ndio maana tumewekeza nguvu zote kuhakikisha kwamba tunapata ushindi katika mchezo. Nilikuwa nasoma comment kwenye YouTube channel ya Simba, wengi wamekuona pale nyuma wanasema msemaji mpya timu hayupo pia kule, kama vile watu wameingia na ubaridi. Wafia timu tuko wengi ama wako wengi ndani ya Simba Sports Club. Kwa hiyo hili hapa Dar es Salaam lilikuwa ni jukumu muhimu kwa Simba, na kule Bamako Mali ni jukumu muhimu la Simba. Kwa hiyo ni mwendo wa kujigawa tu ili kutimiza majukumu yote muhimu ya Simba Sports Club. Baada ya maazimio ya mkutano huu leo, naamini Simba mpya imara inakwenda kuzaliwa. Bila shaka mambo sasa yanakwenda kuwa bambam, kwa sababu ukiangalia hotuba aliyoitoa naibu waziri, ukiangalia hotuba ya mwenyekiti wa klabu ambayo ndani yake imecement mambo ya msingi kabisa, ikiwemo ya kwamba hatuna nia ya kumdhuru mtu. Kwa hiyo imezima maneno yote ambayo watu walikuwa wakiazua na kujipanikisha huko nje. Kwa hiyo Simba imara, Simba bora sana, ukizingatia na mabadiliko ambayo yanakwenda kufanywa ya katiba, tunakwenda kuwa na Simba ya kisasa kweli. Msemaji, katika hatua za awali Simba ilionekana kubebwa zaidi na matokeo ya ugenini. Ukiachilia mbali Benjamin Mkapa ambapo ilikuwa imetoa sare, unafikiri inaweza ikawa ni silaha kubwa kuelekea mechi ya leo, hasa inapocheza ugenini? Msimu huu tumekuwa na matokeo mazuri sana away kulinganisha na nyumbani Benjamin Mkapa. Japo sisi malengo yetu na makusudio ni kupata matokeo mazuri kwenye kila kiwanja. Tupate matokeo mazuri Benjamin Mkapa kwa sababu ya faida ya mashabiki wetu wanaokuwepo uwanjani, na tupate matokeo mazuri away kwa sababu ya kujikusanyia alama zaidi. Lakini msimu huu tumenufaika zaidi na viwanja vya ugenini. Mechi hii ya leo inatuongezea hiyo confidence ya kwamba tuna uwezo wa kupata ushindi ugenini. Kwa hiyo tunakwenda katika mchezo huu tukiwa na hiyo confidence, tukiwa na hiyo historia ambayo kuna wakati historia huwa ina umuhimu wake katika maisha. Kwa hiyo tunaibeba historia hiyo in a positive way, tunakwenda kupambana ili tukachukue alama 3. Imeshindikana sana, basi walau alama 1, lakini cha msingi hatupaswi kupoteza katika mchezo huu wa leo. Semaji, katika kundi ambalo lilikuwa linaonekana angalau inaweza kuwapa zaidi ya Tanzania furani huko la Simba, lakini kwa jinsi ambavyo mlianza mwenendo mlivyo, unaje kundi kwa wingi? Watu wote wasiojua mpira ndio ambao waliona kundi letu jepesi, lakini sisi ambao tunaujua mpira na tuna uzoefu na mpira wa Afrika na timu za Kiafrika tulikuwa tunafahamu ugumu wa kundi letu.
Ogopa sana timu hizi za ukanda huu mwingine kwa mpira wa sasa wa Afrika. Bado sisi Tanzania tumekariri timu za Kiarabu ni ngumu, lakini katika timu mdebwedo kwa miaka hivi karibuni ni timu za Kiarabu. Ukipangiwa Waarabu hata nane una uwezo wa kufuzu kwenda hatua inayofuata. Waarabu wamelegea vibaya mno. Jana kuna Mwarabu mmoja amekula bao 4-1. Unamjua nani? CR Belouizdad. Sasa ungetegemea ameenda kucheza na timu ya kawaida mno Otoho Odoyo ya Kongo, amepigwa bao 4-1. Usingetegemea kuona hilo miaka 6-5 iliyopita. Lakini mpira wa Afrika umegeuka hivi sasa. Kichwa chini, miguu juu. Yoyote Mwarabu yoyote akienda away anataabika kweli kweli. Kwa sisi kwa kuwa na Waswahili wawili kwenye kundi letu kwa maana ya Petro pamoja na Stade Malien, tuliona ugumu wa kundi letu, na tukaeleza watu tangu mwanzo kwamba tusifurahie kwa sababu tu kuna hawa Waswahili. Hawa ndio wagumu kweli kweli, kwa sababu ukitaka umchezeshe kwenye jua na yeye ndo maisha yake. Ukitaka umpitishe kwenye mateso ya aina yote, Waswahili wameshazoea mateso. Kwa hiyo inakuwa ni ngumu kweli kukutana nao, na bila shaka tunaona, lakini yote kwa yote tutachanga karata zetu sawa sawa na hatimaye tutatimiza malengo yetu. Asante sana.